A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Alhaji Dr. Sule. Mpenzi mtazamaji wangu, karibu tena katika kipindi chetu bora kabisa cha kuzungumzia masala ya kiafya, kipindi ambacho kitajulikana kama kliniki nyumbani kwako. Lengo la kipindi hiki na vipindi vijavyo ni kujulisha juu ya magonjwa mbalimbali yanayomwathiri mwanadamu, yawe ya kiroho ama ya kimwili. Na katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia kwa ufupi sana jambo la tatizo la COVID-19. Ugonjwa ambao ulitambulika ama ulijulikana mwishoni mwa mwaka 2019 na kuanza kuikabili janga hili katika dunia mwaka 2020. Ama ugonjwa wa COVID-19 ambayo mwanzo wake ni kule nchini China, ni moja kati ya magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Kwa bahati mbaya sana, dunia imekuwa ikitishwa sana juu ya jambo hili, na limekuwa jambo ambalo pengine linawafanya watu kuwa na hofu kubwa kuliko ukweli wa jambo lenyewe lilivyo. Utafiti wa kitaalamu unaonesha kwamba ugonjwa wa COVID-19, matatizo la COVID-19, kwanza lina sifa ya kuambukiza watu wengi kwa haraka. Kwa sababu maambukizi yake yanatokana na majimaji yanayotoka katika mwili wa mgonjwa. Majimaji yatokanayo na makamasi ama mate mtu anapopiga chafya na kadhalika. Lakini kimsingi tatizo la COVID-19 limeonyesha kitu cha tofauti kidogo. Kwanza yule kirusi wake ni kirusi mwenye udhaifu mkubwa. Ni kirusi ambaye anaweza akabomoka ama kufa kutokana na vitu vya kemikali ama sabuni. Lakini pia ni kirusi ambaye hawezi kuhimili joto kali. Kwa hiyo pia kirusi huyu Mwenyezi Mungu, pamoja na kuwa ni kirusi mwenye tatizo, lakini ni kirusi ambaye amekuwa na udhaifu mkubwa katika maisha yake ya kawaida. Kirusi wa COVID anapoingia katika mwili wa mwanadamu anashambulia mifumo mbalimbali ikiwemo mfumo wa njia ya hewa, ambamo ndio mara nyingi anaweza kuishi na kuleta madhara makubwa. Utafiti wa kisayansi unaonesha kwamba katika kila watu 100 wenye tatizo la COVID-19 ama kuathirika katika mfumo wa hewa, watu 80 wanaweza kusurvive bila ya kupata dawa yoyote. Wanaweza kusurvive kwa kinga zao za mwili, wanaweza kusurvive kwa mazoezi wanayofanya, wanaweza kusurvive kwa aina ya maisha wanayoishi, hasa kwa kula baadhi ya vyakula vyenye uwezo mkubwa wa kujenga kinga ya mwili, na hivyo kumfanya mgonjwa asione dalili yoyote na tatizo kudisapia, na pengine dalili za awali ndogo akazipata ambazo muda sio mrefu zikapotea katika mwili wake. Asilimia 20 iliyobaki, asilimia 15 katika hao ni wale ambao watapatwa na dalili ambazo zinaweza kuwa dalili zifuatazo. Mtu anaweza kupata hali ya homa, kwa maana mtu anaweza kuumwa homa, anaweza kuwa na tatizo la joto kali la mwili, anaweza kuwa na tatizo la mafua, anaweza kuhisi maumivu ya vichomi kwenye mbavu, anaweza kuhisi tatizo la kutokupumua vizuri, anaweza kupiga chafya nyingi, anaweza kuhisi kukereketwa katika mfumo wa hewa, anaweza kuhisi kikohozi, anaweza kupata miwasho katika njia za hewa na kadhalika. Sasa kimsingi dalili hizi na nyingine nyingi zinazoweza kujitokeza katika hawa asilimia 15 ambao wanapata hii hali, wanaweza kuhitaji msaada wa dawa, na zinaweza kuwa dawa za kitaalamu kwa maana za kizungu, ama zinaweza kuwa tiba mbadala ama tiba asili. Na anapopata tiba mapema, mtu anapohisi hali hii, mara nyingi anaweza kupata nafuu mapema na tatizo likaisha, na mwili ukajijengea kinga, na mtu akawa katika hali ya kawaida ambayo anarudi katika hali yake ya kawaida ambayo alikuwa nayo mwanzo kabla ya kupata tatizo hili. Lakini katika hii asilimia 5 inayobaki, hawa ndio wanaweza kuwa na tatizo kubwa zaidi. Mfano, watu ambao wanaweza kuathirika zaidi wanaingia katika hii asilimia 5 ni wale watu wenye magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari,
magonjwa ya kansa, magonjwa ya mfumo wa hewa sugu kama vile asthma na magonjwa mengine ambayo yanatajwa kitaalamu kwamba mgonjwa anaweza kupata madhara zaidi na anaweza kuumwa zaidi akifikia hatua ya kupata maambukizi kama atachelewa kugundua dalili na kuwahi mapema hospitali. Na kitaalamu katika hospitali zipo dawa ambazo mara nyingi huwa hutolewa, na zile za antibiotics watu huchomwa, lakini pia hushauriwa kutumia sana vidonge vya vitamin C ama dawa za vitamin C ambazo zinamsaidia mwanadamu kujenga immune, yani kinga ya mwili, na hivyo kutengeneza kinga strong ambayo inaweza kupambana na maradhi haya. Kutokana na sababu hii, watafiti wanaonesha kwamba hawa watu watano ambao wanaingia katika hali mbaya, pengine hata kuingia kwenye mitungi ya gesi na kadhalika, ni watu wawili tu katika hao watano ndo wanaweza kupoteza maisha. Hii ndio kusema kwamba katika kila watu 100 wanaoambukizwa na tatizo hili, ni watu wawili tu ndo wanaokadiriwa pengine kuja kupoteza maisha kutokana na tatizo hili, ambapo ukiangalia kwa kina ni kwamba ugonjwa huu hauondoi watu wengi zaidi pengine hata kuliko malaria, ambayo inaonekana pengine kila baada ya saa moja mtu mmoja duniani anapoteza maisha kwa sababu ya tatizo hili. Isipokuwa kilichotokea katika tatizo la COVID-19, imejengwa taharuki kwa sababu tatizo lenyewe limekuja katika mazingira ambayo dunia haijajiandaa kutafuta tiba halisi ya kuondoa tatizo, lakini hata kinga ya tatizo lenyewe. Kwa hiyo tatizo limekuwa geni, limekuja ghafla, na hivyo kufanya dunia kutaharuki na kutafuta alternative ya kuliondoa tatizo ama kukinga tatizo. Wakati wakiendelea tatizo hili kulitafutia ufumbuzi, tatizo hili sasa linakuwa kubwa kwa sababu, au linagonga vichwa vya watu kwa sababu tatizo hili halina dawa na watu wanaendelea kupotea. Kwa hiyo jambo hili linafanya dunia kuwa na taharuki. Lakini kimsingi tu kwamba baada ya tafiti za hivi karibuni kwa kutumia ima njia za dawa za kisayansi kwa maana ya dawa za kizungu ama hizi dawa zinazotokana na tiba asili na tiba mbadala, ni kwamba watu wengi wamekuwa wakitumia hizi dawa na kuonyesha kwamba tatizo hili lina disappear na kuondoka taratibu katika miili ya watu, na linaendelea kuzoeleka katika jamii, jambo ambalo ile hofu ambayo ilikuwa inajengwa na jamii kwa tatizo kutokuwa na dawa, ambayo ilikuwa inasababisha immune system, kinga za mwili kuteremka kwa haraka, ndiyo inapelekea watu wengi kupoteza maisha. Lakini kimsingi tatizo hili, kama vyombo vya habari vitachukua nafasi yake kuielimisha jamii ukubwa wa tatizo, udhaifu wa tatizo lenyewe, na namna linavyoweza kupata matibabu na namna linavyoweza kupata njia ya kulitatua, basi watu wengi wasingeweza kuondoka. Na ndio maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari John Joseph Pombe Magufuli amekuwa akihimiza zaidi jamii kuhusiana na swala la kuondoa hofu. Kwa nini swala la kuondoa hofu? Kimsingi mwanadamu anapokuwa amepata tatizo lolote ambalo halina solution, akapata hofu kubwa katika mwili wake ya kuhisi kwamba hakuna suluhu ya kuliondoa tatizo, basi kinga ya mwili huanza kushuka taratibu. Tatoa mfano mwingine hai, pengine mtu unaweza kumpa na kuelewa. Leo hii jamii inajua kwamba hakuna dawa inayotibu COVID-19 ambayo pengine shirika la afya duniani wameitangaza. Alafu ikatokea mtu amekwenda hospitali, amepimwa, labda anaumwa kifua cha kawaida ama anahisi homa ya kawaida, alafu madaktari wakakosea vipimo vya mtu ambaye amepimwa vikawa si rasmi. Labda mtu mwingine amepimwa COVID-19 akagundulika, afu majibu yakapelekwa kwa yule ambaye haumwi, alafu ile anayeumwa COVID-19 akapewa majibu ya yule ambaye anaumwa. Hawa wawili ukiwafuatilia baada ya siku kadhaa, huyu ambaye hana tatizo la COVID-19 akajua kwamba amelipata tatizo, na kwa sababu hiyo hakuna dawa, inaweza kuwa rahisi zaidi kupoteza maisha kutokana na hofu alionayo. Na huyu ambaye analo tatizo la COVID-19 lakini akapata daktari akamweleza kwamba huna tatizo la COVID-19, una malaria tu, mafua yamekubana, ni asthma na magonjwa mengine ya mfumo wa hewa, ukitumia dawa utakuwa sawa. Akatumia dawa za kienyeji, akatumia dawa za kizungu, huku akijenga imani kwamba hana tatizo ambalo linamsumbua, anaweza kujenga immune na akapona rahisi zaidi kuliko huyu ambaye alikuwa hana tatizo lakini akajengewa hofu. Hii ndiyo dhana iliyompelekea Rais wa Jamhuri pia kushawishi jamii kwamba watu waondolewe hofu, waendelee kuchapa kazi, kwa sababu kanuni inavyoonyesha ni kwamba unapokuwa umepata tatizo,
Kwanza, sio njia bora kukimbia tatizo. Njia bora ni kutafuta suluhu ya kuondoa tatizo. Kwa hiyo namna gani unaondoa tatizo? Ni kutafuta njia mbalimbali za kuondoa tatizo. Kwa hiyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wadau wa afya duniani ambao wanajua ukubwa wa tatizo na namna ya kulidestroy tatizo katika vichwa vya wanadamu, kwanza wanajaribu kujenga immune, kinga katika mili ya mwanadamu kwa kuwapa tiba ya kisaikolojia, yani psychological therapy. Hii ndio tiba muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwanza kudharau ukubwa wa tatizo, kisha kutafuta alternative ya kutatua tatizo. Hii ndio fikra na dhana ya madaktari duniani kote na watu wenye nia njema ya kuliondoa tatizo. Ama kwa upande wa pili wa ndugu zetu wazungu na mataifa mengine ambao wamekuwa wakiwajengea watu hofu kubwa juu ya tatizo hili, inawezekana kuna jambo behind the scene ambalo hatuwezi kulijua, lakini viko vitu kadhaa ambavyo tunaweza kujifunza. Jambo la kwanza ambalo pengine tunahisi kunaweza kuwa na jambo behind the scene nyuma ya tukio hili, ni ile hali ya kutaka dunia nzima leo tatizo la COVID-19 lazima watu wataje idadi ya watu wanaougua. Lazima itajwe idadi ya watu wanaougua. Lakini kuna swali la kujiuliza. Maambukizi ya corona si mara ya kwanza kutokea duniani. Na maambukizi ya virusi vya aina mfano wa corona au nje ya virusi vya corona si mara ya kwanza kutokea duniani. Yako maambukizi ya magonjwa mengi ambaye duniani yametokeza na yanaendelea kuathiri. Kuna swali la kujiuliza ya msingi. Kwa nini magonjwa mengine ambayo yameondoa watu zaidi hayakuwahi kutakiwa takwimu ya kila wakati? Kwamba kila nchi lazima itoe takwimu, na isipotolewa takwimu kwamba wewe ili tatizo unalikabili kwa namna gani, wameshakufa watu wangapi, wanaumwa watu wangapi, kwa nini yani unakuwa hupati support kutoka nje ya nchi yako kama huwezi kufanya hilo? Kwa mfano kama tunavyofanya nchi ya Tanzania, unajifunza kwamba kuna nini kwenye siri. Kwa nini watake kujua lazima idadi ya kila wagonjwa katika mataifa wanaoambukizwa? Yani wanaleta misaada lakini lazima utoe takwimu, lazima uwe na takwimu. Kwa nini takwimu iwe kwenye COVID-19 peke yake? Kwa nini takwimu isiwe kwenye malaria? Kwa nini takwimu isiwe kwenye HIV positive virus? Kwa nini takwimu isiwe kwenye hepatitis? Kwa nini takwimu isiwe kwenye gono? Kwa nini takwimu isiwe kwenye kaswende? Kwa nini takwimu iwe kwenye COVID-19? Behind the scene kuna nini juu ya jambo hili? Kwa hiyo tunaweza tukajifunza vitu vingi kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mmoja wa viongozi ambao wana siri kubwa na wanajifunza mengi na wanajaribu kuona thamani ya Muafrika kutokana na tatizo la COVID-19. Na ndio maana pengine hata amekuwa akikemea mara kwa mara misaada inayotoka nje, kwa sababu anaweza kuwa na fikra za kuona Mtanzania anapotumia msaada usiokuwa na utafiti wa kina unaweza kuliongeza tatizo kuliko kulipunguza tatizo. Lakini pia yako mambo kadhaa ambayo tunatakiwa tujifunze katika tatizo la COVID-19. Jambo la kwanza ni swala la lockdown. Lockdown inatakiwa, ukipewa msaada lazima uwe na lockdown katika nchi yako. Swali la kujiuliza, nchi zote ambazo zimefanya lockdown leo zimetengeneza matokeo gani chanya juu ya swala la COVID-19 na kufanya maambukizi yamestop tangu hiyo corona imeingia katika nchi hizo? Majibu ni kwamba nchi zote ambazo zimefanya hiyo lockdown, bado unaona kwamba masi ya maambukizi imeendelea kuwepo. Hata kama kwa siku ataambukizwa watu 100, lakini lockdown haikuzuia kuongeza tatizo la maambukizi, kwa sababu mfumo wenyewe wa maambukizi upo ndani ya jamii. Kushikana mkono, labda kugusana, kupigiana chafya na kadha. Lakini ukiangalia kwa kina yale majibu ya sahihi kwamba swala la COVID-19 limepunguzwa na lockdown halina hesabu hiyo. Hata unapoangalia leo takwimu za ulimwengu katika nchi zile ambazo zimepata tatizo, bado tatizo linaonekana liko pale pale. Kwa hiyo swali linakuja kwamba lazima tutoe takwimu juu ya swala la COVID-19 katika maeneo mbalimbali. Hizi takwimu zinataka kufikia wapi? Yani lengo kujua nini? Lengo kujua idadi ya waliokufa, lengo kujua idadi ya watu wanaougua, lengo kujua idadi ya watu watakaopungua. Yani lengo ni nini? Bado unaona kwamba
kuna kizungumkuti katika hili swala la COVID-19. Lakini kitu kingine kinachoshangaza kwenye swala la COVID-19 ni hili lifuatalo. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, hebu nifikirie vizuri, jenga akili vizuri. Una watoto 5 katika nyumba, wanaumwa 2 ama 3. Wanaumwa watoto 3 kati ya 5. Lakini katika wale watoto 3 wanaoumwa, mmoja ameshapoteza maisha, yani mmoja ameshafariki dunia, na wengine 2 unaendelea kuwafanyia huduma ya matibabu ili waweze kurikava afya zao kutoka pale walipo. Alafu kuna watoto 2 hawana tatizo, umewatenga, labda wanalala chumba cha pili au wako ndani ya ile nyumba wanaendelea kushikana, kugusana ama kuwa karibu kwa namna moja au nyingine, au umewazuia wasichanganyike, lakini wako katika ile nyumba. Kipi bora unaweza kufanya mzazi mwenye fikra bora? Kipi bora unaweza kufanya wewe ambaye mwana mzazi wa familia hii yenye matatizo? Kutafuta tiba ya hawa watoto 2 ili waendelee kurikava, au kwanza kutafuta kinga ya hawa watoto 2 ambao hawana kabisa tatizo? Yani unaanza na nini? Hawa 2 wako katika danger zone ya kuelekea kwenye kufa. Mmoja ameshakufa, 2 hawana tatizo. Kipi unaweza kuanza kwanza? Kutafuta kinga ya kuzuia hawa wasiendelee, au kutafuta tiba ya hawa huku ukitafuta kinga ya hawa wasiendelee kudhurika? Jambo linaloshangaza kwenye tatizo la COVID-19 duniani leo, dunia inahangaika kutafuta kinga ya COVID-19, haitafuti tiba ya tatizo la COVID-19. Haitaki kuwanusuru waliopata tatizo sasa, inataka kuzuia wenye matatizo wasiendelee kuwa na matatizo, wakisahau kwamba hao wenye matatizo wataambukiza wenye matatizo kwa njia yoyote, kwa sababu swala la kuzuia hawa litachukua muda, na hawa wenye matatizo wataendelea kuathirika, watapoteza uhai. Kwa nuni mimi ninavyojua, unapowakuta watu mahala kwenye matatizo, unamtafuta yule ambaye yuko kwenye hatari zaidi kwanza, unamnusuru, alafu unamsaidia yule ambaye hayuko kwenye hatari zaidi asiingie katika hatari. Hili ni swali jingine ambalo tunajifunza katika swala la COVID-19, ambazo tunataka tuone ni kwa namna gani sisi kama wadau wa tiba tunajaribu kuelezea namna tutakavyoisaidia jamii na kuishauri jamii. Kwa kitu cha kwanza ambacho ningependa ni shauri mpenzi mtazamaji wangu, COVID-19 kweli duniani ipo, lakini unachotakiwa kufanya kwanza ni kuondoa hofu kwamba ukubwa wa tatizo, viwango vya matangazo na hofu inayojazwa kwenye miili na fikra za watu ni vitu viwili tofauti. Inawezekana kibinadamu kukawa na faida kwa kundi la pili juu ya swala la COVID-19, kukawa na biashara inayotokana na tatizo la COVID-19. Ndio maana pengine imekuwa hofu imetawala zaidi ili malengo yaweze kufanyiwa. Lakini kingine tunachojifunza ni athari za upatikanaji wa tatizo la COVID na chanjo zinazopatikana. Mmesikia kwenye vyombo vya habari mbalimbali, mara ya kwanza moja nchi za Ulaya ilivyofanya maamuzi ya kupata kinga. Walipopata kinga kwa mara ya kwanza kabisa, wakataka kuja kufanya chanjo zao katika moja katika nchi za Afrika. Jambo ambalo hata WHO alionyesha kwamba Afrika sio sehemu ya kwenda kufanya majaribio ya chanjo. Unajiuliza swali, kwa nini chanjo iletwe Afrika? Kama tatizo lipo Ulaya na ndiko ambako watu wanakufa wengi, kwa nini majaribio yasiende kwenye zile nchi ambazo watu tayari wanakufa wengi? Majaribio yanaleta Afrika ambako wagonjwa wa tatizo la COVID-19 ni wachache ukilinganisha katika nchi ambazo zimeendelea, zina maabara za kisasa, wana matabibu wazuri waliobobea katika taaluma, wana vyombo vya tiba, wana madawa yaliyobobea. Kwa nini wasianze kule, waje waanze Afrika? Mwafrika mwenzangu, mwanadamu mwenzangu, mtu mwenye nia njema, hebu jiulize hili swala. Na hii inaonyesha kwamba hata wale wa Afrika ambao wamekuwa kijiegemeza kwa upande wa wazungu na kuwa destroy viongozi wa Afrika ambao wamekuwa na msimamo juu ya swala la COVID-19, utajifunza kwamba ni wa vibaraka wanaotumwa na upande wa pili kwa lengo la kuwagawa wa Afrika ili iwe rahisi katika swala zima la kuwatawala. Hii tunajifunza vitu vingi sana katika maisha ya kila siku juu ya swala la COVID-19. Ninachoweza kukisema tu kwa sasa ni kwamba tatizo duniani lipo, na hata Tanzania ni nchi, mtu anaweza kupata tatizo, lakini ziko njia bora za kuendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba tunajitibu katika hatua za awali. Ninachoweza kukisisitiza tu kwako ndugu yangu mtazamaji unayeona klipu hii, unapohisi dalili
dalili yoyote ya maradhi katika mwili, labda unahisi kubanwa, kifua kukereketa, unahisi homa, maumivu ya viungo, vichomi katika mbavu na kadhalika, cha kwanza kimbilia hospitali kwenda kufanya vipimo na kwenda kushauriwa na daktari njia gani ya kutatua, kwa sababu si lazima kila unapofikia hizo dalili uhisi kwamba una COVID-19. Yako magonjwa mengine yanasababisha mtu kupata hiyo hali hata kama sio COVID-19. Kwa hiyo cha msingi ni kuonana na madaktari ili kupata ushauri wa kitaalamu na njia bora ya kutatua tatizo ulilonalo. Hii itakusaidia sana. Lakini sisi watu wa tiba mbadala tunatarajia siku za usoni, Mwenyezi Mungu akipenda, katika kituo chetu sisi tunatarajia kuizindua rasmi dawa. Tutaizindua wiki ijayo Mwenyezi Mungu akipenda, dawa rasmi inayoweza kusaidia matibabu ya mfumo wa hewa, ikiwemo asthma, ikiwemo kwa maana ya pumu, ikiwemo pneumonia, lakini na magonjwa yote ya mfumo wa hewa. Tunayo dawa nzuri ambayo tunatarajia kuiweka sokoni sasa, baada ya kufanya utafiti kwa takriban mwaka mzima tangu lilipoingia tatizo la mfumo wa upumuaji. Tumeamua kufanya tafiti zaidi ili kuweza kupata dawa zile tulizokuwa tukitumia zamani na dawa tunazoweza kuzitumia sasa, ili tulizoanza kuzigundua sasa, ili ziweze kufanya combination nzuri ya kutibu mfumo wa hewa. Na dawa hii itakapokuwa tayari kuanzia wiki hii inayoanza tarehe 8 Mungu akipenda, ndio tunatarajia, au tarehe 7 au 8 ndio tunatarajia rasmi kuanza kupatikana kwa dawa hii. Basi tutaanza kuelekeza namna gani itapatikana. Kwa wale wanaotaka maelezo zaidi juu ya swala la maradhi na magonjwa mbali, basi unaweza pia kuwasiliana nami kwa namba zinazopita hapo chini katika video yako, ili kuweza kujua vipi utawasiliana na Dr. Sule na kuweza kupata ushauri wa mambo mbalimbali ya uhusiano na maradhi. Sisi katika kliniki yetu tumekuwa tukitoa huduma za matibabu zitokanazo na magonjwa ya kibiolojia na yale magonjwa ya kispiritual, yani yale magonjwa yasiokuwa na matibabu ya kisayansi, yote tunatoa matibabu. Kwa hiyo tunaweza kukushauri, lakini pia tunaweza kukutibu. Na ofisi zetu ama sisi swala la tiba hatujalianza leo, tumeanza muda mrefu sana. Tangu miaka 18 iliyopita ama 20 tumeanza kutoa huduma, tangu wakati dunia imegubikwa na tatizo la HIV positive. Sisi tulikuwa tukishauri aina gani za matibabu zinazoweza kusaidia kuboost immune na mwanadamu akaendelea kuishi kabla hazijaanza kutolewa ARV. Kwa hiyo tunakukaribisha, tuna hakika tutakusaidia kwa tatizo lilonalo lolote kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kupitia katika kituo chetu. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.